Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma bado, wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, kwa mara nyingine tena tunasema bado tuko katika ardhi ya Piho. Hapa leo niko na jopo la mashehe miamba hii. Kwa kweli Babu Salam Online TV inajivunia kuwa katika msafara katika dawa zake, kuhakikisha wanafikisha salamu, wanafikisha ujumbe walau kwa mukhtasar, kuambia umma kijiji kwa kijiji, wilaya kwa wilaya, mkoa kwa mkoa. Ikiwa jana tulikuwa katika ardhi ya jiji la Arusha, na sasa tuko katika mkoa wa Dodoma, ndani ya wilaya ya Chemba, na hapa tukiwa katika kijiji cha Piho. Hapa sasa ndipo alipozaliwa mwamba ndugu yangu Sheikh Awadhi Suru, ambaye hapa kushotoni mwangu ndio baba yake huyo. Sheikh Awadhi Suru, ikiwa tuko katika ardhi yenu ya Piho, na wapenzi ambao wanakufuatilia kupitia Babu Salam Online TV watataka kujua harakati za dini na mambo yalivyo kwa sasa, alafu kisha tuwapishe ndugu zetu hao ambao wamekuja kukutembelea kwenu, na kupata tasarrufu kubwa kwamba mzee wetu mzee Suru mwenyewe kumzaa ndugu yetu Alhaji Awadhi wa Suru, tunaweza kupata mambo mengi. Karibu sana habibi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Baad, kwanza nimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala alladhi manna alayna bi ni'mati alislam. Allah ambaye ametujalia neema ya Uislamu, tukazaliwa ndani ya Uislamu. Na pia nimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwawezesha wazee wetu, kuwapa ufahamu na uoni wa mbali, kutupa malezi ambayo ni bora, malezi ya kumtambua Allah tabaraka wa ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa kweli katika mji wetu huu kijiji cha Piho, Uislamu walillahi alhamdu wal minna una kasi, japo sio kali sana au sio kubwa sana, lakini Uislamu unafahamika. Na hakikatan katika kijiji chetu sikumbuki kama kulikuwa na Mkristo hapa. Sisi tumesoma shule ya Piho, shule nzima ni Waislamu. Ukikuta labda Mkristo ni mwalimu ametoka sehemu nyingine, labda Uchagani, amekuja kufundisha hapa, ametumwa. Kwa hivyo hii ni sharafu kuzaliwa katika kijiji kama hichi, na jina lenyewe kama unavyosikia Piho ni sharafu kubwa kabisa. Lakini pia upande mwingine niseme kwamba madaris hapa, kila mwalimu ambaye alitumwa kwenda kusoma Dodoma kwa Sheikh Abasi, kwa Sheikh Alifa Ongera, kwa Sheikh Isaka pale, Allah awarahamu wale masheikh wetu ambao wametangulia, walirudisha elimu hapa. Lakini kuna wengine walienda kusoma pia Tanga, kwa Sheikh maarufu ambaye la yakhfa alaikum, ukitaja Tanga inajulikana. Tamta pale ndo bahari ambayo ilikuwa kutoka hapa watu wanaenda kuchukua vitu pale, wakirudi basi na yeye anaweka darasa nyumbani kwake. Lakini pia kuna watu walitumwa hapa kutoka katika kijiji cha Piho wakaenda Bagamoyo kwa Sheikh Ramia, na leo insha Allah taala jambo ambalo liko hapo, tuna shughuli kubwa. Yule ni mwanafunzi wa Bagamoyo kwa Sheikh Ramia. Hawa ni mashekha ambao walitumwa kwenda kule. Kwa hiyo tunasema kijiji cha Piho kiliamka mapema sana kutuma vijana wao kwenda kuchukua elimu na kurudi. Dodoma ndio usiseme, lakini Tanga pia. Lakini pia baada ya hapo wakaja wakasogezewa elimu hapa Masange karibu pale na Masawi Al-Mukarram. Na miongoni mwa kaka zangu kijana mzee Hassan Suru anaitwa Hamza, ambaye ni kaka yangu wa pili, yeye kachukulia elimu yake Masange. Alianzia hapa, kisha walimu wake wakamtuma kwenda Masange. Kwa hivyo nasema kwamba kijiji chetu alhamdulillah minna, tunashukuru Allah kwa upande wa Uislamu una nuru, na una muonekano, na hata ukipita kuna zile adabu bado zipo za Kiislamu na zile adabu za kuzaliwa ndani ya Uislamu. Kwa hiyo tunashukuru juu ya hilo. Naam. Bwana, ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, tumesema Sheikh Muhammad Hussein Ndoro, karibu sana katika ardhi ya Piho. Mimi ni mara ya kadhaa hivi napita hapa, lakini ni kijiji ambacho kama tulivyosikia historia yake, kwamba misingi yake ya dini, wazee walikaa wakatafakari namna gani wanaweza kuuisha Uislamu, wakaanza kutoa watoto wao kwenda katika malezi ya kiroho kwenye vyombo sahihi. Nadhani katika darasa zako ulishawahi kueleza kwamba elimu iliyokuwa bora yenye matunda manake ni kuangalia chombo salama wanakwenda kubeba wapi. Tumesikia hapa ikiwa ni Tanga, ikiwa ni Masange, ikiwa ni Dodoma kadhalika hivi, lakini silsila hizi zinakwenda mpaka katika ardhi ya Lamu. Sheikh Awadhi Suru, Sheikh lake baada kuwa amesoma hapa
alikwenda kwa Sheikh Sharif Al-Ahdal, Abdul Qadir Al-Ahdal. Ni chuma hichi ambazo nasabu yake yuko pale katika ardhi ya Lamu. Mambo mazuri sana. Bwana, niko na Sheikh Suru hapa. Mzee wangu, kwanza jitambulishe. Na leo hapa kuliani kwangu naye mwamba Sheikh Muhammad Hussein Ndoro, chuma hichi kilichozaliwa pale katika ardhi ya Masawi. Lakini hapa kushotoni mwako tuna mwalimu Sheikhuna Sheikhul Adab, chuma hichi ambacho kiko pale katika ardhi ya Kingale. Wewe tueleze kidogo furaha na harakati za dini ambazo zinazoendelea hapa Piho. Inshallah, nashukuru. Bismillahirrahmanirrahim. Mimi nashukuru wazee wangu nitembelee, vijana wangu nitembelea, kwa sababu hapa Piho hakuna tatizo. Uislamu ni kubwa kabisa Piho. Na nashukuru kwanza mashehe kunitembelea. Na hapa kunaamka tu kama jinsi mnasikia sasa hivi, tuna shughuli hapo kubwa sana. Hakukuregeregea hapa. Ile tu hakuna kinaregea zaidi, ile wanaendelea na masomo ni mazuri, na tulitoa vijana wetu kwenda kutafuta elimu nje. Basi hamna tatizo zaidi. Wewe kwanza tueleze kwanza majina yako kwa ukamilifu. Wewe ni nani? Mimi ni Hasani Juma Suru. Ni mzao hapa Piho? Mzao hapa pale ng'ambo pale penye bati ile kule. Manaka hapa Piho. Unaonyesha watazamaji pale, manaka hawaoni. Hapa Piho. Hapa Sarara. Hapa naitwa Sarara. Hapa Sarara. Bati ile kundu ile ndio nimezaliwa pale. Umezaliwa pale? Pale. Mwaka gani huo? Mwaka hata nimesikumbuki, labda kama ni 1000 ngapi na mpaka sasa una miaka mingapi? Miaka 90. Una miaka 90? Naam. Mpaka sasa? Mpaka sasa. Na chuma bado kinadunda. Una wake wangapi? Na wake ni moja tu ninayo. Moja tu? Una miaka 90 na mke mmoja? Sasa moja wengine ni wao nikaacha. Ya salam. Bwana, ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, huyu ndio babake Sheikh Awadhi Suru ambaye mpaka sasa ana takriban miaka 90. Bado miaka 10 tu afikishe sasa karne. Sasa mimi kama nitajirudisha nyuma, tazama hawa wako makamu gani? Kama kina Hamza wako makamu gani? Ni fakhari kubwa. Sasa Sheikh wangu, twende moja kwa moja Sheikh Mustafa Isa Wambuva, Sheikhul Adab, tueleze kidogo walau mukhtasar. Tuko katika ardhi ya Piho na tumesikia mambo mazuri hapa, walau na wewe unasema vipi kuhusiana na ziara hii? Alhamdulillah, thumma salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Kama alivyo tueleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, safiru fataghnamu, muwe mnasafiri mtajifunza, mtapata faida. Na sisi leo katika kutembea kufanya ziara mbalimbali tulizozifanya katika siku ya leo, tunajifunza mengi. Tunajifunza leo Piho namna ambavyo wameweza kupigania Uislamu katika njia ya kusomesha. Wazee hawakuona kwamba Uislamu wakibaki nao wao kwamba utakuwa umeenea, bali waliona wawatoe vijana wao kwa ajili ya kwenda kujifunza kuhusu Uislamu. Kwa hiyo tunashukuru kwamba ziara hii tumenufaika, licha ya kuwa tumenufaika kwa thawabu, lakini tumenufaika kwa ilmu. Tumepata elimu kuona mazingira, lakini tumepata elimu kumbe watu wameutoa Uislamu maeneo ya mbali sana. Kama leo mzee wetu ana miaka 90 sasa hivi, hebu fikiria alipokuwa ni kijana kama sisi, namna gani wameenzi miji yao. Na ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia, min alamati al-iman hubbul watan, katika alama za imani mtu kupenda mji wake. Kwa hiyo hao waliwezesha vijana wao wasome ili dini kuwe na uhai wa maisha ya dini, akhlaki za Kiislamu, watu waweze kuwa na utu katika miji yao. Waliona ule utu lazima wakausomee ili uwe imara. Kwa hiyo wamehuisha wazee hao, na sisi ni vijana sasa hivi. Maana yake tunachotakiwa katika miji yetu au katika vizazi vyetu, tunachotakiwa usizae tu, bali zaa, halafu tengeneza kizazi chako kwa kukisomesha, wamjue Mwenyezi Mungu kwa ilmu, ndipo wanaweza wakajua thamani ya mzazi na thamani ya miji yao. Bwana, ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, tumesikia bwana, hii ni ziara madadi kabisa ambayo tuko katika ardhi ya Piho, na kweli kwamba alamatul imani hubbul watan, alama za mtu kuwa na imani ni mtu kupenda mji wake. Moja katika tarehe ya leo, Sheikh Awadhi ametuheshimisha sana sisi watu wa miji mingine kuja kuona mji wao, hata kama upo ndivyo sivyo, lakini ndio kwao, ndio wamezaliwa hapa, ndipo wanajifakirisha. Sheikh Muhammad Hussein Ndoro, ukiwa katika ziara hii ya Piho, wewe unazungumziaje hili? Shukran. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Kwa darasa ambayo nimesikiliza alivyoeleza ndugu yangu hapa,
namna Uislamu ulivyoasisiwa humu na namna walivyopata malezi bora kutoka kwa wazee wao. Na historia inaonyesha wazee kwanza hawa ni ile hubu, walipenda kwanza Uislamu na walikuwa wanapenda mashehe. Warangi wana kitu cha kipekee sana cha kupenda. Rudia hapo. Warangi. Au nisema watu wa Kondoa. Walibarikiwa kitu ambacho ni kupenda wanachuoni, kupenda dini. Na asili ya mambo yote yanaanzia kwenye kupenda. Wanasema ulimwengu wote unaendeshwa kwa herufi mbili tu. Ni he na be, hubu. Hubu. Ukianza kwa kupenda, lazima utafanikiwa hicho kitu. Kwa hiyo wazee kwanza walipenda mashehe, walipenda Uislamu. Au sio mzee wangu? Kwa kule kupenda ndio kuliwapandisha wao. Ni kupenda mwalimu. Kwa hiyo suala la hubu, mapenzi, na hata bwana anajifakhiri na kwao kwa sababu anapapenda ndio kwao. Kwa hiyo wazee sisi tunawashukuru. Na mimi nawaambia watu waanze kwenye kupenda. Hata somo lolote ambalo unatakiwa kufanikiwa, lazima uanze kwenye kupenda. Ukishalipenda, utafanikiwa tu. Na wazee walionyesha kwanza mapenzi, wao walitupenda, ndio wakatupeleka kwenye kutafuta maarifa. Kiukweli leo tumenufaika sana na tumefurahi kutana na mzee wetu mlezi, na ndio asili yetu. Na fahari yetu ni kujifakhirisha kwa asili zetu. Hizi ndio asili, ndio vyanzo. Watu wa serikali wanajitahidi sana kulinda vyanzo vya maji. Sisi tunajitahidi kulinda vyanzo vya dini. Hivi ndio vyanzo vya dini, au sio? Kwa hiyo tujitahidi kulinda kwanza vyanzo vya dini. Vyanzo vya maji na wanasema hatua ngapi? Mita sijui 60, ng'ombe mita 60. Sio mita 60. Mita 60 ni kuharibu vyanzo vya dini. Mzee hongera sana. Hivi ndio vyanzo vyetu vya dini. Na lazima tuvilinde kwa mita nyingi, tusiviharibu vyanzo vyetu vya dini. Asante sana. Bwana, ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV. Naamini sasa kinachoendelea hapa katika ardhi ya Pio ni kwamba unakumbushwa mahala popote ulipo, mpenzi mtazamaji, kwamba usiache kupenda mji wako. Hata kama ni porini, ndio mji wako ulipozaliwa, uheshimisha kwa heshima kubwa. Hata watu kukutambua kuwa na elimu kubwa si tatizo. Umetoka wapi? Bwana, ulikuwa na ndugu yako Ustadh Ramadhan bin Juma bin Hussein wa Babu Salam Online TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ila liqa.